Nyuma yangu hapa ni ofisi ya ndugu yetu Donald Frank Kapungu maarufu kama Don Mapancha, ambaye anakaa mtaa wa Madina, halmashauri ya mjini Nyamba, mkoani Mtwara. Ni mbunifu ambaye ameunda vitu mbalimbali ambavyo vinatokana na masuala ya uchomeleaji, welding. Moja kati ya vitu hivyo ni alishawahi kutengeneza hizi mashine za kubangulia korosho. Na ndio mara ya kwanza faida tulifanya naye mara baada ya kuweza kuona ubunifu huo, lakini pia akaitwa na mkurugenzi wa Manispaa Mtwara Mikindani, Mwalimu Hassan Nyange, na kumpa tenda kutengeneza bembea katika shule hizi ambazo tunatumia kwenye shule za watoto. Lakini baada ya hapo ametuletea maajabu mengine. Don Mapancha ametengeneza baskeli kwa ajili ya watu wenye ulemavu, na ametoa bure kumkabidhi moja kati ya watu ambao wana ulemavu ambao wanapatikana hapa katika halmashauri ya mjini Nyamba, mkoani Mtwara. Faida Online TV, watu wa Field Pass na hiana, tumepiga mguu kutokea Mtwara mjini mpaka kufika hapa na Nyamba kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Don Mapancha, lakini pia kuzungumza na huyu mtu mwenye ulemavu atuambie amejisikiaje kuweza kupokea baskeli hiyo ambayo amekabidhiwa bure kabisa. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu sisi watu wa Field. Tafadhali baki nasi. Mimi naitwa Donald Frank Kapungu maarufu Don Mapancha. Ulifikiria nini mpaka ukaanza kuwa na idea kutengeneza baskeli? Sababu idea ninazo nyingi. Kwa hiyo nimeangalia kuna yule mzee anatabika hususan kwenye usafiri. Kwa baada ya kuongea naye, mimi nikamwambia nitakufanyia mazingira ya usafiri. Kama kuna mwingine atakuwa na nia kukusaidia atakusaidia, mimi nitakachokusaidia ni usafiri. Kwa nikamtengenezea ile baskeli. Na hujamtoza chochote? Sijamtoza. Imekuwaje umeanza kufanya hivyo? Nimewaza kulingana na mazingira ya mzee mwenyewe, mazingira ambayo anayaishi. Na pengine gharama ambayo umetumia kwenye ile baskeli kuitengeneza ni kama shilingi ngapi? Gharama ile baskeli kwa makadirio ya haraka imekufa kama 200,000. Kwa hiyo kama watu kumsaidia wewe mzee. Ulishawahi kutengeneza baskeli yoyote ya watu wenye ulemavu au ndo kwanza hii ndo ulikuwa na test? Hii ndo kwanza nimeitengeneza. Na umeweza, umejisikiaje kuona umemkabidhi na inatembea? Nimejisikia tu faraja kubwa sababu mimi ni mbunifu. Kwa hiyo na hobi yangu, yani sitaki kitu chochote kinishinde ambacho kinahusiana na habari za welding. Sawa. Inawezekana kuna watu ambao wanaanza kutamani sasa kuja kukusaidia, kukupa mtaji, uweze kutengeneza nyingi kama zile. Tunaona bei yake ilivyo dukani sasa hivi. Uko tayari kuchukua tenda na kutengeneza na ukawasaidia watu wenye ulemavu kwa kuwapa kwa bei pungufu labda? Nipo tayari na tutawafanyia, yani nitawafanyia kwa bei ya chini kabisa. Ndio. Wanakusikia sasa hivi. Ongea nao, watu ambao wanakuona, watu wa serikali, watu wa mashirika binafsi, wadau mbalimbali ambao wana uwezo wa kuwasaidia vijana. Zungumza nao hapa. Lakini pia tukizingatia kwamba tuna waziri wa vijana ambaye pia ni mbunge kutoka Mtwara mjini, Mheshimiwa Joel Athana Nauka. Anaweza akasema natamani pia huyu kijana tumsaidie aweze kufika mbali zaidi. Mimi ninachowaomba wajitokeze wenye mitaji, tununue material kwa niaba ya kuwasaidia. Mimi niko tayari kwa niaba ya kushirikiana nao ili tuweze kukwamua walemavu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinahusiana na welding wasiwafie. Mimi naweza nikakifanya ili tuweze kuwasaidia wengine. Hata kitokea vitanda vya hospitali. Vikitokea vitanda tunatengeneza, tunawasaidia vitanda. Hata zile baiskeli za kule hospitalini ambazo wanabuluzia wagonjwa kama wako mahututi. Mimi naitwa Musa Mohamed Mbuyo, mkazi wa Kilimanjaro. Ni mlemavu wa viungo. Ni mlemavu wa viungo. Hii hali imekuanzia tangu lini? Hii hali toka kipindi sana. Baadaye kujikanja chanja nikapatikana hela ndogo, nikampa mtu akaenda kunichukulia baskeli. Ukanunua kupitia fedha yako mwenyewe? Fedha yangu mimi mwenyewe. Shamba la korosho ama ilikuwa nini? Ilikuwa shamba la korosho hivyo. Haya, tunaona leo na baskeli hii mpya kabisa na ndio imetoka kutengenezwa hapa. Wamekabidhiwa na nani na umejisikiaje? Hii baskeli imekabidhiwa na Don. Kwa hiyo naona kwa nini na furaha sana leo baada ya kukabidhiwa hii baskeli. Alishakwambia ama alikufanyia tu surprise, njoo chukua baskeli? Wewe ni taarifa mwenyewe, nikamwambia Don, si unaona baskeli yangu jinsi ilivyokufa? Naiona faza. Nikamwambia sasa tunafanyaje? Kutokana na mazingira mimi baskeli imekufa. Akamwambia kaka, mimi nitakutengenezea baskeli. Kwa hivyo leo akanipigia simu, ni huyu niliyekuja huko. Naona kwamba moyo wa Don, sidhani kama kuna mwingine atapatikana. Kwa sababu changamoto hii kubwa sana. Mimi naitwa Abdalla Muhammad Mbuyu, mkazi wa Kilimanjaro, kata ya Nyamba, mwenyekiti baraza la wazee kata na Nyamba. Baraza la wazee. Nashukuru Mwenyezi Mungu leo kwa kubuni vitu hii. Mungu amjalie. Nasema Mwenyezi Mungu amjalie, aendelee kubuni vitu tofauti na hii baskeli.
jamaa zake na tofauti usi jamaa zake, anawasaidia. Kwa mtoto huyu moyo wake mkubwa, moyo wake mpana, si mpana wa kupanuka moyo. Kwa kazi aliyokuwa nazo namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kazi aliyokuwa nayo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpa imani na utulivu. Nadhani Don Mapancha tutamwona mbali zaidi na atakuja kuwasaidia watu wengi ambao wana uhitaji. Mpaka kufikia hapo mimi natamatisha. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.